wako tayari kukuuzia mafuta uende zako ukaendelee na dhambi zako. Kwa hiyo lazima mtu wa Mungu uliyeumbwa kwa mfano wa Mungu ujiongeze sana, uwe na akili katika mazingira hayo. Ukimwona mchungaji ambaye anazungumzia na dhambi uziache, mwangalie macho mawili sana, ule anaweza akakusaidia maisha yako ya kiroho yakakaa vizuri. La sivyo, leo hii kuna wafanyabiashara wa neno la Mungu wanauza vitu vyao, wanauza bidhaa. Utasikia na kemea dhambi, kaendelee na dhambi zako, ila yeye ameingiza hela. Lakini mahali hapa Ndono mna neema sana, mna neema sana, mna neema sana, maana tunaihubiri injili ya kweli kweli na tunakuombea kiukweli kweli bila hata kutumia viambata vyovyote vile. Gharama ambayo imetumika hapa ni gharama kubwa sana, lakini haina shida. Sisi tunachotaka wewe mwenyewe ulisikie neno la Mungu na upokee uponyaji kutoka kwa Mungu wako. Lakini unaweza ukawa unashangaa, na unaweza kwanza unatushangaa. Lakini wakitokea wenye biashara ya neno la Mungu hapa, unaweza ukaingilika kwa haraka sana. Kama mnakumbuka mwaka jana kuna kambi moja iliwekwa hapa, watu waliuziwa vitu hapa mpaka na chumvi, mpaka na maji. Mpaka wazee wakaanza kulalamika, jamani, tunaibiwa majumbani kwetu, wake zetu wanatuibia kuja kununua vitu, kuja kununua chumvi, kuja kununua mafuta. Tuko nyakati za mwisho ambazo ni za hatari sana, na hizi nyakati za mwisho si kwamba kwa wewe tu ambaye hujaokoka, hata ambao wameokoka ni nyakati za hatari sana. Lakini kwa neema na upendo kabisa wa dhati tunakuhubiria neno la Mungu lililo hai. Wewe mwenyewe sasa utake uje kwa Yesu, utake ukatae, wewe mwenyewe sisi tumenawa. Lakini Kristo Yesu kilichomleta hapa duniani ni kwa ajili ya kusaidia wewe matatizo yako. Sisi tumepitia uganga wa kienyeji na tumepitia wakati mwingine kuroga. Tunajua huko duniani, tunajua huko. Kwa hiyo tunapokuletea neno namna hii, ni wewe mwenyewe ukilisamini ukaokoka.